Uhali gani mwanafamilia wa channel yako pendwa, na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Sasa mwanafamilia, niendelee kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kushare kupitia YouTube channel yetu, kwani utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa punde tunavyokuwekea kwenye YouTube channel yetu. Sasa ni kwamba kwa taarifa ambazo tumezipata kutoka vyanzo vya kuaminika, ni kwamba kupitia kile ambacho kilitokea kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi, hasa kwa kocha wao ambaye alikuwa tegemezi, na mzungumzia Fadlu, ambaye aliondoka kwenye kikosi hicho na aliacha klabu ya Wekundu wa Msimbazi katika hali ambayo wakati tunaweza kusema kwamba katika wakati mgumu, kwa kuwa klabu hiyo ilikuwa ikikabiliwa na mechi muhimu sana, hasa zile za kimataifa kwa ajili ya kufuzu kwenda hatua za makundi na pia zile za ligi kuu Tanzania bara. Na ifahamike ni kipindi ambacho mwanzoni kabisa, yani awali kabisa pale mechi zilivyokuwa zikianza, hasa za ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa, yani CAF Champions League. Kwa hiyo kocha huyo baada ya kuondoka, kulikuwa na sintofahamu nyingi sana, hasa kwa wale wafuatiliaji au wapenzi wa mpira, ni kwamba ni nini hasa kimemfanya kocha huyo kuiacha klabu ya Wekundu wa Msimbazi solemba, na katika wakati ambao ni mgumu, au ni wakati ambao klabu hiyo ina uhitaji wa kocha hasa kwa upande wake yeye. Na ni nini hasa aliona aiache klabu katika mazingira ambayo ni magumu, ambapo wakiwa hawana kocha na huku wakikabiliwa na michezo muhimu, hasa ile ya kimataifa pamoja na ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa ni kwamba kwa taarifa ambazo tumezinyaka ni kwamba moja ya sababu ambazo zimeainishwa kutoka vyanzo vya kuaminika ni kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilisababisha kocha huyo kuondoka haraka sana kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi ni kwamba kuna moja kiongozi mkubwa kutoka klabu ya Africans aliweza kuwasiliana na kocha huyo kama kumhitaji. Kama tunavyofahamu, swala la timu moja kumhitaji kocha kutoka timu nyingine si swala ambalo ni kinyume na sheria, hasa kwenye football ni swala ambalo liko wazi. Kwa hiyo klabu yoyote iko huru na ina haki ya kufanya makubaliano, majadiliano na kocha yeyote yule kwenye timu yoyote yule, haijalishi ana mkataba au hana mkataba. Kwa hiyo ni swala ambalo tunaweza kusema kwamba ni business issue. Kwa hiyo kama kocha akikubali kuondoka kuna klabu fulani kwenda klabu nyingine, si kwamba kuna kitu ambacho kinakuwa kinamfanya asiweze kuondoka, na kwamba sio kwamba hawezi haruhusiwi kuondoka, kwa kuwa yeye ana select kile ambacho anaona kwake ni sahihi, hasa katika klabu ambayo anaona anaweza kuitumikia. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Fadlu ni miongoni mwa vitu ambavyo vilimpelekea kuondoka hapo, kwa kuwa baadhi ya vilabu vilimwekea ada unono, ikiwa ni pamoja na klabu ya Young Africans kumwekea mezani kibunda kirefu, lakini mwisho wa siku klabu ambayo ili kuja na dau kubwa zaidi ya klabu ya Young Africans basi iliweza kufanikisha saini ya kocha huyo na kuweza kumchukua na kuweza kuitumikia klabu hiyo ambayo anaitumikia hivi sasa. Kwa hiyo mwanafamilia, niendelee kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutuachia maoni yako hapo kwenye uwanja comment. Utakuwa umefanya vizuri sana, na kwani utakuwa mwanafamilia wa kudumu wa chaneli yako pendwa. Nikwambie